Na ikukaribishe katika YouTube channel yetu ya Rinyo Update TV, sehemu sahihi ya ripoti mbalimbali za kimichezo. Leo hii na kupitisha katika ripoti hii afisa habari wa klabu ya Yanga pengine Ali Shabani Kamwe pengine akaingia kwenye matata ya kukumbana na rungu la adhabu ya TFF, na hii ni baada ya press yake aliyoifanya, press conference ambayo alifanya ya kudai kwamba klabu ya Yanga inaidai TFF pamoja na wadhamini wake CRDB katika michuano ya CRDB Federation Cup kiasi cha shilingi milioni 200 kama zawadi ya ushindi. Lakini vile vile hii adhabu inaweza kumkuta pia mwasibu wa klabu ya Yanga ama mkurugenzi wa fedha wa klabu ya Yanga, kutokana na taarifa ambazo wamekuwa kizitoa kuelekea TFF, na hizi zimekuwa kama ni sehemu ya kulichafua shirikisho ama taasisi. Na najaribu kukupitisha katika vifungu vya kanuni za ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu huu wa 2024-2025. Hizi hapa ni kanuni za ligi kuu toleo la 2024. Sura ya 11 inazungumzia udhibiti na adhabu, ambapo katika sura hii ya 11 kanuni ya 46 inasema udhibiti kwa viongozi, ambapo katika kanuni ya 46 ibara kanuni ndogo ya 6 inasema endapo kiongozi akishindwa kutoa taarifa zinazohitajika na TFF kwa mujibu wa maagizo husika, atafungiwa kwa kipindi kisichopungua miezi 3. Asipoweza kutoa taarifa zinazohitajika na TFF kwa mujibu wa maagizo husika, atafungiwa kwa kipindi kisichopungua miezi 3. Na kwa mujibu wa kile kilichotokea siku ya juzi, ni kwamba viongozi wa Yanga wao waliombwa wafiki katika ofisi za TFF pale Karume wakiwa na nyaraka zao za madai, lakini wao walichokifikisha walifika wakaacha barua. Lakini kanuni nyingine ya 7 inasema, kanuni ya 46 ibara ya 7 inasema akitoa taarifa isiyo sahihi kiasi cha kupotosha maamuzi ya TFF atafungiwa kwa kipindi kisichozidi miezi 12. Na hapa tunazungumzia kwa upande wa Ali Shabani Kamwe, endapo taarifa yake sio sahihi. Na kwa mujibu wa taarifa aliyoitoa Ali Shabani Kamwe, ambayo ilikuja kukanushwa baadaye na TFF baada ya TFF kutoa press release yao na kusema kwamba wao ndo wanaidai klabu ya Yanga, kwa mujibu wa taarifa iliyokuja kutolewa na TFF, inamaanisha kwamba wamekanusha na kutoa taarifa kwamba taarifa iliyotolewa na Ali Shabani Kamwe katika press conference haikuwa sahihi. Kwa hiyo pengine akajikuta kwenye matata ya adhabu hii. Lakini pia inasema kiongozi akibainika kutoa taarifa au nyaraka zisizo sahihi au za udanganyifu kwa TFF au TPLB kwa lengo la kufanikisha usajili wa mchezaji au jambo lolote lililo na masharti maalum, atafikishwa kwenye kamati ya nidhamu au kamati ya maadili ya TFF. Lakini vile vile tunajua Ali Shabani kama katika press ile alijaribu pia kudukua ama kutoa taarifa ambazo zilikuwa ni za kikao cha ndani kati ya bodi ya ligi pamoja na viongozi wa klabu ya Yanga, ikiwemo taarifa ile ambayo alidai kwamba kuna kiongozi mmoja wa serikali ambaye CEO Almas Kasongo alikataa kumtaja ama alikataa kuitoa hiyo taarifa katika press yake. Anasema huyo kiongozi inadaiwa alipiga simu na haijulikani hiyo simu ilipigwa kwa nani, ilipigwa kwa bodi ya ligi ama ilipigwa kwa meneja wa uwanja ama ilipigwa kwa nani. Kwa hiyo hizi ni mojawapo ya taarifa ambazo pengine zinaweza zikamweka katika kadhia Ali Shabani Kamwe na kujikuta akikaa nje ya ulingo wa soka kwa kipindi hicho cha miezi 12. Tusubirie kuona. Lakini vipi kwa upande wa wadau wa soka, wachambuzi wamezungumza kitu gani hasa kutokana na kile ambacho Ali Shabani Kamwe alikifanya wakati wa press conference yake? Tusikilize hapa wachambuzi wakizungumzia kwa undani kile ambacho alikifanya Ali Shabani Kamwe, kutoa taarifa za kikao cha ndani, very confidential document, very confidential information akazitoa kwa umma. Inakuwaje hii kwa upande wake? Tusikilize hapa. Haya waliyazungumza ndani ya kikao, na mtendaji mkuu wa bodi ya ligi hili jambo hakutaka kulisema, lakini Kamwe anakuja hadharani kulibainisha mbele ya hadhara.
unafikiri Kamwe amekitendea haki kikao walichoketi na bodi ya ligi? Tuanzie hapo kwanza kwenye hili jambo. Laiti kama angemtaja huyo kiongozi, maana yake unaposema kwamba kuna kiongozi alipiga simu, haiwezekani sasa wewe ukao unataka mtu mwingine amtaje, na unajua kwamba yeye hajafanya hicho kitu, hajamtaja. Kwa hiyo wewe ambaye una hiyo information na unaonekana uko willing kuishare na watu wajue, ndio utakuwa umeonekana umefanya jambo la sahihi. Kwa mfano wewe Mkai, tunafanya kikao hapa, alafu mimi nakuaccuse kwamba bwana Mkai, wewe unajua nini kimetokea, kwa nini usemi? Kama mimi najua kwa nini usemi, I should be the one to say it. Okay, umeelewa? Kwa hiyo kwangu mimi it doesn't make so much sense kama yeye mwenyewe hajaamua kumtaja huyo kiongozi, kwa sababu otherwise kwangu mimi simuoni kama kweli yeye na wenzie ambao wamekuwa wakijinasibu kwamba wanataka kupigania mpira wa nchi hii. Sasa unamwaccuse katibu kwamba hajamtaja huyo mtu, sawa, hajamtaja, mtaje na yeye basi, or else you are repeating kosa lile ambalo unamtuhumu mtu mwingine kwa kulifanya. Okay, unajua hapo pa kuongezea Paul, wenye mamlaka ya kutaja hicho kitu ni bodi ya ligi, kwa sababu ndo watu wenye ripoti ya nini kilipelekea tarehe 8 mechi kutofanyika. Na hadi leo Watanzania wanasubiri kupata ripoti ni nini kilitokea. Ukimsikiliza vizuri Ali anadai kwamba kwenye kikao waliambiwa kwamba ripoti iko tayari, lakini wanashindwa kuipeleka public kwa sababu kuna kiongozi mkubwa wa serikali ambaye alipiga simu hayo yote kutokea. Kwa hiyo Ali kama yeye ni mtu wa Yanga, sio wajibu wake kumtaja huyo kiongozi.